Na labda sasa nafasi ya Chama cha Mapinduzi ambacho wewe mwenyewe ni miongoni mwa wanachama wa chama hicho ambacho ndio chama ambacho kinaisimamia serikali hivi sasa ambayo imeweza kuundwa, ipo wapi nafasi ya chama hususan katika kipindi kama hiki? Chama tuna kazi nzuri sana, tuna nafasi kubwa sana kushauri. Mimi ni mmoja kiongozi wa halmashauri kuu ya mkoa wa Njombe. Kwa hiyo nafikiri tutapeleka kwenye agenda. Shida ni kwamba kwenye vikao vinakwenda muda mrefu. Miezi 3 au miezi 4 ni mtarefu, lakini kama kiongozi nafikiri kupitia hata kwenye media tunaweza kushauri kama unavyoshauri namna ya hapana. Hatuwezi kuruhusu hili jambo liendelee Tanzania. Leo tunahangaika na ufisadi. Tunahangaika na mambo ambayo yanafilisi nchi. Leo kuingia kwenye dini ndio tutamalizika kabisa. Na maadui walishindwa kuingia Tanzania kutokana na mshikamano uliokuwa mkubwa. Dini zetu zilishikamana vizuri. Viongozi wetu walishikamana vizuri, lakini tunaporuhusu hii mihemko, hii lazima nchi iwake. Na nikakafishia mwandishi, nchi itawaka muda mrefu. Sababu watu wanakero. Kwa mfano vijana wanakero kwa mfano za ajira, wapate ajira, maliza chuo vikuu. Wazazi wana watoto, wapate ajira. Ajira ni chache. Kwa hiyo maana yake tunapoanza sasa kuingiza mahali kutoboa mtumbu wetu, kwa hivyo tutapata hatafika mahali pagumu sana mheshimiwa. Na labda sasa neno lako la mwisho unazungumza na umma wa watu wengi hivi sasa na kufuatia kupitia Mbayu TV ni lipi? Mimi nasema ndugu mwandishi na watazamaji na wasikilizaji, nchi hii bado tuna nafasi ya kuzuia uhuni huu. Yaani kweli mtu anatamka neno kubwa, tuseme kuna padre ametamka dhidi ya dini nyingine. Kwa hiyo mtu anaenda anakaa masaa 24 amekaa, yani hajaita mhalifu. Mimi nilidhani sasa ile nafasi ya kukamata mtu kwamba huyu ni mhaini ichukue nafasi yake.